Petro, niambie mwamba. Ndugu yangu na mawazo kinoma ya. Kwa nini mwamba tena? Kwa mwanangu, siamini kuwa piskali zote tutaziacha mwezi huu. Hebu acha kuzunguka, tutaziachaje? Oa. Yaani mimi mwenyewe napenda kula, napenda piskali. Oa mwanangu, unajua mwezi unaokuja shetani anaingia kifungoni, kwa hiyo unakuwa mwezi mtukufu. Mbona umeshafika mwezi wa Ramadhani? Si mimi hata sijui yani kabisa yani. Tatizo si uendagi msikitini ndio maana hujui. Mimi niko sijui. Na kinachoniuma zaidi bro wangu yani mwanangu, swala 5. Alafu hizo pigo mimi ndo zinazonichosha zaidi. Kwa hiyo sitokuwa nakula. Yaani tu nyumbani wanakuaga wapiki miezi hiyo ikishaanza. Mwanangu pole sana, lakini mambo umesikia nini? Nataka nikubonge la dini. Sasa mwezi wa Ramadhani ukifika pale mshikaji, Gitlangu nini? Na nani ile sikasha safiri ile pisi moja leo ingiza muli imeshaondoka tayari. Unaonaje ile mwezi wa Ramadhani ukifika papa unajipaka hapo umefunga afu unatoka kimtindo kule unachepuka nini? Tunapeana nikipiga tu pale kitani nikisema wala ndege imewaka. Unashtuka na unaingia kule upande wa pili unakuta ndio ni humu tu. Humu tu mama. Kuna swala limeisha hilo. Basi unyama wewe twenzetu sina mawazo tena. Hauna mawazo. Kipondo twende zetu bwana hivi. Shoga yangu hii si nzuri. Umenunua wapi? Mwenzio nimenunuliwa, hata sijui nimenunua wapi. Nawekwa kuongwa. Jambo. Lakini kazuri. Ni kazuri. Kama bwana umepata shukrani. Shoga yangu. Mama kijana leo tena. Yeye anajifanya shehe. Cha kushangaza sasa. Kwa wachawi kinoma. Yule mamake. Gwiji. Ndio kana kama vipi kwenye dini sana. Hivyo kwenye dini? Muone hivyo. Haogopi watu wapole, haogopi shoga yangu. Anajifanya shehe, kumbe shehe maandazi. Achana naye, sijui mambo yetu. Vipi sasa tuombe bwana wako na mimi nielewe. Ulisuka saluni gani? Karen Beautiful. Kika ni wanajitahidi, ila kuna hii mikunjo mingine upendezi vizuri, wasio wanaikunja. Hii nywele wangeidesign hata ikae hivi. Asalamu alaykum. Alaykum salaam. Karibu kaka. Karibu kaka. Asante dada. Nimekuja hapa nyumbani, mama kaniambia haupo. Na mama mwenyewe ndo ametoka sasa ile kwenye mizunguko yake. Sawa. Maana aliniambia kwamba jioni anaingia shambani. Aliniaga. Aise. Kutoka msikitini. Ndio kaka. Maana tuko kwenye maandalizi ya mwezi wa Ramadhani. Kuna sasa hivi niko busy sana. Ila naona umekuja na ugeni. Ndio kaka, huyu ni mpenzi wangu. Mpenzi?
Ndio kaka, huyu ni mpenzi wangu. Mpenzi au mume wako? Alafu mbona kama hujaja kutambulisha nyumbani kama umeolewa au? Hapana kaka, nitamleta kumtambulisha, sema tu nimekuja naye kwenye safari yangu. Sawa. Asalamu alaykum. Alaikum salaam. Jisikia upo nyumbani. Asante. Kwa hiyo sasa dada, Wait. Mpenzi. Wait. Okay baby. Usichelewe. Hello? Baby. Niko na dharura hapa, kuna kazi namalizia hapa. Nikitoka tu mimi nakuja leo. Yaani leo lazima utaenjoy mtoto, si unajua? Najua mambo yako unayoyapenda, lazima nikuletee kwanza mikuku nini, afu baada ya hapo tunakula tena mikuku mingine. Si unaelewa? Hii dharura sitaisha tu muda si mrefu, afu inakuwa fresh. Aya, sawa mpenzi wangu, sijali, niko poa. Ndio hivyo. Wait kidogo. Dada. Samani. Mimi kwa majina naitwa Madabaga. Nilivyokuona tu mtoto umeshona nini, yaani nimeshindwa kustahimili kama mwanaume. Nimetokea kukuelewa. Najua uko na haraka sana. Kama utojali, naomba nisaidie namba yako ya simu, afu tutabonga zaidi. Si unajua? Najua umepoa. Afu mwenyewe nakuelewa, afu na sasa uko na haraka sana. Kama utojali, naomba nisaidie namba yako ya simu. Asante. Dada. Ndio, niambie kaka. Yaani dada, sasa huyu mwanaume gani? Uko zamuna. Yaani mkononi ametosi matakia eti Madabaga. Shemeji. Naona kuja kwanza niwaache. Kuna sema hapa naingia hapo. Ila simpo hapa Bado tupo kaka. Basi nitawakuta dadangu. Sawa kaka. Haya. Mshinde salama. Sawa, nishida kaka. Salama. Bumenda. Voza. Nimekuja kwa ajili yako. Ulipewa maagizo umtoe Kindamba kafara, ukashindwa. Ukaambiwa umshawishi mwanao Kindamba aingie kwenye chama, ukashindwa. Umesababisha mpaka Mkemia akapewa adhabu kali. Sasa nimekuja kwa niaba ya Mkemia. Nakupa siku 3, usipokamilisha hilo jambo, wewe na mimi tutajuana.
usinitupe wanangu, shikeni wangu wasia, hii dunia hali yangu mulipokusudia, uzuri moyo kwa kufikiri. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, naomba mtusamehe sana mashabiki zetu, baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu sana, kama sikosei, kama miezi miwili hivi, kafara episode ya 4 haijatoka, ila kuanzia sasa hivi mtaipata kwa wakati. Na pia tumesikia malalamiko yenu kwamba vipande ni vifupi. Sasa hivi tutajitahidi kuviongeza vipande vya virefu. Naombeni support zenu jamani, asanteni.